ilikuwa ni nyaraka ya 10 miongoni mwa nyaraka 13 alizoziandika. Nyaraka ya Wafilipi ilikuwa ni ya 10. Paulo aliandika nyaraka hii akiwa kwenye kifungo pale Rumi, akiandikia kanisa la Filipi. Paulo anaonyesha kwamba shukrani haitegemei hali ya mtu au mazingira, bali ni uhusiano wa kiroho kati yako na Mungu wako. Alithibitisha kwa mstari huu, ingawa Paulo alikuwa gerezani, bado alikuwa anamshukuru Mungu kwa ajili ya waumini wa Filipi, kwa yale waliomtendea wakati alikuwa kwenye tatizo. Hakukosa kuwashukuru, kwa sababu kumshukuru Mungu ni wajibu wa kila Mkristo. Bwana Yesu atubariki. Amen. Kwa maneno aliyotamka kufuatana na shukrani kwa lile walilomtendea watu wa Filipi, alikumbuka mambo mane wa watu wa Filipi. Alikumbuka neno la kwanza, alikumbuka watu wa Filipi walikuwa na ushirikiano, Na neno la pili, aliwakumbuka kanisa la Filipi walikuwa na upendo. Na neno la tatu, aliwakumbuka kwa misaada yao waliomtolea. Bwana Yesu asifiwe. Walimkumbuka wakati alipokuwa gerezani, walimpelekea misaada. Na neno la nne, Paulo alikumbuka kanisa la Filipi, mwenendo wao kwa ajili ya Injili. Aliwakumbuka kwa mwenendo wao kwa ajili ya Injili. Na miongoni mwa maneno mane tutazungumzia neno moja tu la mwisho, mwenendo wa Kristo. Paulo alikumbuka mwenendo wa waumini wa Filipi, lakini sisi tutaongelea mwenendo wa Kristo. Mtu anaweza kujiuliza mwenendo ni nini? Mwenendo ni namna ya kuishi au kitabia. Wengine wanasema ni mwelekeo wa maisha, jinsi mtu anavyoishi na watu wanamsoma kulingana na mwenendo wake. Unaweza kuwa mzuri au mbaya, lakini haijalishi watu wanasema huyu ana mwenendo fulani. Na wakati tunaposema tutazungumzia mwenendo wa Kristo, kibiblia mwenendo ni maisha yanayohakikisha Mkristo kwamba yeye ndani yake mna mabadiliko. Ndani ya Kristo mna mabadiliko, na kwa sababu mna mabadiliko, ni mabadiliko ya kumtukuza Mungu. Sasa hivi tumemaliza mwaka na usalama, lakini kwa siku moja tu mabadiliko tulikuwa nayo mwaka jana yanaweza kuharibika kwa siku ya leo. Na watu wengine wanasema kwa nini amejivuruga kwa siku moja tu? Lakini cha msingi, ukisoma Waefeso 4:1, Paulo anasema hivi, mwenende katika mlivyoitiwa au katika wito wenu ulivyo. Wakati unapoitwa na Mungu, ndani mwako mnaingia mabadiliko na mwenendo unabadilika. Mwaka mzima wa 2025 watu walikuona wewe ni Mkristo, lakini kufika kwa siku ya leo mabadiliko yakapatikana kwa ajili ya siku moja tu. Mwenendo mzima ukaribika kwa saa 2 au saa 3. Kwa hiyo tuone umuhimu wa Mkristo
aliye na mwenendo mzuri. Tuone umuhimu wa Mkristo aliye na mwenendo mzuri. Moja, mwenendo mzuri umtukuza Mungu. Wakati tunapoingia kwenye kipindi cha kusherekea, ni lazima tuonyeshe mwenendo mzuri, na wasioamini watambue sisi ni Wakristo. Tusiharibu Ukristo wetu kwa masaa machache tu. Kujenga ni vigumu. Nyumba hii tunaweza kuiangalia imejengwa kama miaka 3 au miaka 4, lakini kwa kuibomoa sisi wote hapa ni masaa machache tu. Na ndivyo ilivyo mwenendo wa Mkristo. Unaweza kutafuta au mwenendo wa Ukristo miaka, lakini kwa kuharibu ni masaa machache tu, na dunia yote na kusarau. Lakini cha msingi tutambue kwamba mwenendo mzuri umtukuza Mungu. Popote tuendapo, watu wanapotusoma watusome sisi ni Wakristo, na matendo yetu yaonyeshe kweli sisi ni Wakristo. Neno la pili, mwenendo pia mzuri ushuhudia uhusiano wako na Mungu. Mwenendo wako mzuri una ushuhuda mzuri, unaonyesha mahusiano yalipo kati yako na Mungu au na mwanadamu. Kwa siku hii watu wanaichukulia kama ni siku ya ajabu sana, lakini utambue hili, mwenendo wako wa mwaka jana kama ulikuwa ni mbaya, badilika ili uingie kwenye mwenendo mzuri mwaka huu. Uwe mwaka mpya kwa kila jambo kwako, sio mwaka wa mabadiliko ya kumwacha Yesu uingie katika mambo ya giza. Neno la kuzingatia ni kwamba mwenendo wako uwe mzuri, kwa sababu utakufanya wewe kuwa na mahusiano na watu wengine au na Mungu. Urutu 1 sura ya 1 mstari wa 16. Urutu aliona jinsi Naomi anavyoishi. Naomi alikuwa kama barua kwake, na ndio maana alitamka, watu wako watakuwa watu wangu, kwa sababu alichokiona kilimfanya kuwa na mabadiliko ndani yake. Na watu wanapotuona kwa siku ya leo, wafahamu sisi ni Wakristo. Tusionekane sisi ni wapagani kwa masaa machache tu, na kazi tuliyoyafanya mwaka jana yote haribiki kwa masaa machache. Neno la tatu, mwenendo mzuri huonyesha mabadiliko ya ndani. Mwenendo mzuri huonyesha mabadiliko ya ndani. Popote tuendapo kwa siku ya leo, watu watusome sisi ni Wakristo, na wengine wakubali hakika, wakati tulipomwona miaka iliyopita, ndani yake mliingia mabadiliko. Wakati wa shida tumshukuru Mungu, wakati wa raha tumshukuru Mungu, lakini wengi wanamuacha Mungu kwa sababu ya muda mfupi tu, kwa raha inayopita kwa muda mfupi. Kwa hiyo tunapowaambia neno mwenendo, ni barua rasmi inayosomwa na watu wote. Ukisoma Wakorintho wa pili sura yake ya 3 mstari wa 2, Paulo anasema ninyi ni barua yetu inayoandikwa mioyoni mwetu na inasomwa na watu wote. Sisi Methodiste tunasomwa na watu wote. Popote tuendapo watu wanatusoma, na usomaji wanapotusoma usiwe usomi mbaya, wawe wanatusoma kama tulivyoishi kiroho. Lakini wengi hapa watajivuruga na watasomwa vibaya
kwa sababu ya masaa machache tu. Mathayo sura ya 5 mstari wa 16 unasema hivi: nuru yenu iangaze mbele ya watu wote. Nuru iliyomo ndani yetu iangaze walio gizani. Yaani wakati tunapopita sehemu yoyote, watu watuone hapa pamepita mtu wa Mungu. Wengi wanajidanganya, wanasema ni siku ya sikukuu. Ukinywa sio tatizo, ukifanya tendo mbaya sio tatizo. Hapana, unajidanganya. Mungu yupo kazini muda wowote, na chochote utakachokitenda kwa siku ya leo anatiki umemkosea. Lakini ufahamu kwamba Mathayo anasema sisi ni nuru. Popote tuendapo watu wanatuona, na aliye na taa akiingia gizani watu wanamuona. Ukiingia kwenye baa watakuona tu, ufichame macho ni 100, watasema si fulani ule ameingia mle. Kwa utafikiria wakuone huko sehemu ya Warundi, lakini kule Burundi kuna watu watatuletea taarifa, fulani alikuwa anakunywa mgorigori. Unaharibu mwaka mzima uliomaliza kwa usalama kwa ajili ya siku moja tu. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 12a inasema muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa. Sisi tuwe na mwenendo mzuri, wanapotuona wanaona mwakilishi wa Mungu. Wanapotusikia tunaongea, wasikie huyu ni mtumishi wa Mungu. Lakini wengine tutawasikia, mabadiliko itakuwepo kwa sababu ya masaa machache tu. Watu wataharibu Kristo kwa ajili ya sherehe ya muda mfupi. Lakini ninachokiomba kwa watu wa Philadelphia, mwenendo wetu usomwe vizuri. Paulo anasema kweli tumshukuru Mungu, na tunapomshukuru Mungu tusijali yote yanayotusumbua. Tumshukuru kwa sababu amekubali sisi tuingie mwaka mpya kwa usalama. Angalau sisi hatuna chochote, yale tulio nayo tumshukuru Mungu kwa hilo. Mwaka mpya usifanye mwenendo wetu uchekwe. Shukrani ni kumshukuru Mungu amekubali niingie mwaka mpya, na mwaka mpya ni uanze kwa usalama, ni umalize kwa usalama. Nitakusii maneno Paulo aliyokazia kwa kanisa la Filipi. Aliwaomba waendelee na utaratibu walionao wa kusaidia wengine wasiojiweza, kama walivyomsaidia akiwa gerezani. Wakati huu tulio nao, ukiona Mkristo au asiye Mkristo ana matatizo mwaka huu, jitolee kumsaidia. Usimwache, anzana na Mungu kwa kitu fulani. Tangia leo utie saini au sahihi ya kusema mwaka huu nitafanya jambo fulani kwa wasiojiweza. Ingawa mimi sina kitu, lakini wanaonizunguka, wasiojiweza wanaonizunguka, nitafanya kitu kwao mwaka huu. Itakuwa ni faida kwa kazi yako uliyoyafanya mwaka jana. Mwaka huu ni mwaka sasa ukoonyeshe matunda. Kazi tuliyoyatenda mwaka jana, mwaka huu sasa tuonyeshe matendo au matunda ya kazi tuliyo nayo. Kwa hiyo kwa kifupi, tuambatane na neno la Mungu popote tuendapo. Kwa siku ya leo tuwe barua inayosomwa na watu wote na inasomwa vizuri. Kuna aina mbili za barua. Kuna barua inayosomwa vibaya na kuna barua inayosomwa vizuri. Watu wakikuona waseme huu au huyu ni Mkristo hakika. Tusichekwe. Kazi tuliyoifanya mwaka jana isichekwe au isiharibiwe
kwa siku moja tu, lakini nina matumaini Mungu atatuwezesha wakati tunapokula chakula chetu, tule kwa usalama, tusherekee kwa usalama, tusiingie katika mambo ya giza, ili Ukristo wetu usije ukachekwe. Na Bwana tubariki kwa hilo. Amen.